Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwana michezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine unazungumzia, hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka Young Africans baada ya mapumziko ya FIFA break. Sasa wananchi Young Africans wanarudi katika ligi kuu ya soka Tanzania bara wakiwa imara, wakijinasibu, wakisema ya kwamba sasa wamerudi wakiwa na nguvu mpya. Ule uchovu wote umekwenda kuisha. Wanarudi kwenye ligi kuu, wanakutana dhidi ya Tanzania Prison katika mchezo ambao Young Africans yuko nyumbani akiweza kuzisaka alama tatu muhimu kuendeleza kukaa kileleni mwa msimamo wa ligi kuu. Sasa mimi nimekusogezea kikosi cha kocha Pedro ambacho amekitangaza katika mchezo huu mkubwa kabisa ambao anakwenda kucheza, ambapo mimi nimekusogezea kila kitu na wachezaji ambao wameweza kurejea kwenye kikosi, na wenyewe utakwenda kujua hapa. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa natembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu loandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu hapo pote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa sasa kwenye kikosi cha wananchi Young Africans, mwendelezo wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara katika show nyingine. Karibu. Bana, baada ya mapumziko mafupi kabisa ambayo wananchi Young Africans walikaa kuweza kujirudisha miili yao kwa nguvu, kujipanga, kujitafakari ni wapi walipokosea katika mzunguko wa kwanza, ili wanaporudi katika mzunguko wa pili waweze kurudi wakiwa himara zaidi. Sasa klabu ya soka Young Africans imerudi himara, ambapo wametangaza michezo ambayo watakayo cheza, na leo hii wametangaza kikosi chao kamili kabisa dhidi ya Tanzania Prison, ambapo golini anasimama kijana Abutwalib Msheli. Unafahamu shughuli yake miongoni mwa vijana ambao wanapatikana kwenye kikosi cha Young Africans. Amekuwa na rekodi nzuri kweli kweli, amekuwa na ubora mzuri, licha ya kwamba anapata nafasi chache, lakini akipata nafasi basi anazitumia na kuthibitisha kwamba yeye pia ni golikipa ambaye anastahili kuweza kucheza kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia hilo, ambapo golini atasimama Abutwalib Msheli, ambapo DR unafahamu kwamba yupo kwenye kifungo cha mechi 3. Kwa hiyo majukumu yake anayabeba Abutwalib Msheli. Kwa hiyo utakwenda kulishuhudia hilo dakika 90 Msheli akiwa langoni. Lakini beki namba 2 anasimama Israeli Patrick Mwenda. Kijana huyu unafahamu shughuli yake, amekuwa na mwendo mzuri, kasi, maarifa mguuni, namna ambavyo mwalimu ameendelea kuweza kumpa nafasi kwenye kikosi cha wananchi Young Africans kuonyesha kile ambacho yuko nacho, na kadiri siku ambavyo zinavyozidi kwenda amekuwa ni msaada mkubwa kabisa kwenye kikosi cha wananchi. Kwa hiyo atakuwepo kulizungusha katika nafasi yake ya beki wa kulia. Huku beki wa kushoto anasimama si mwingine bali ni Mohamed Hussein Zimbo Junior. Nafahamu shughuli yake, mmoja kati ya wachezaji ambao wana uzoefu mkubwa, mmoja kati ya wachezaji ambao wana stamina ya upambanaji. Toka alipotoka mpaka kwa wananchi Young Africans bado anaendeleza ule ubora wake. Mwalimu amempa majukumu ya kuweza kuipandisha timu na kuweza kurudi kukaa katika nafasi yake, akiweza kuzuia mashambulizi vyema kabisa, huku wananchi wakitaka kuweza kupata point. Ukizungumzia beki namba 4, beki namba 4 anasimama si mwingine bali ni Frenkie Asenki. Ukiweza kushuhudia ubora wake, namna ambavyo amekuwa na mwendelezo mzuri kweli kweli kwenye kikosi cha Young Africans, michezo ambayo amepewa nafasi ameendelea kuweza kuthibitisha kwamba naye pia anahitaji kupewa nafasi ya kuendelea kuitumikia kikosi cha wananchi Young Africans, na ndipo hapo ambapo kocha Pedro kazi anayo.
huku unazungumzia beki namba 5. Beki namba 5 hapa unakutana na Bakari Nondo Mwamnyeto. Nafahamu shughuli yake, amekuwa ni moja kati ya mabeki ambao wanaendelea kuweza kujikita zaidi kwenye kikosi cha Young Africans na kuweka mizizi ya kutosha. Kapteni huyu analiongoza jahazi la wananchi dhidi ya Tanzania Prison, huku namba 6 anasimama wasiyemtaka. Hapa anazungumzia Damaro Kamara, ambapo TFF wamethibitisha kwamba hakuna shaka katika pingamizi lake dhidi ya Simba na kwamba anaruhusiwa kucheza na wananchi Young Africans. Yanga wamempanga na wamempa nafasi bila kujali lolote. Kwa hiyo atakuwepo Damaro Kamara katika eneo la namba 6. Unafahamu ubora wake, amekuwa ni moja kati ya wachezaji ambao wameingia kwenye mfumo haraka, namna ambavyo anakaba mapafu ya mbwa, shughuli ambayo yuko nayo ni ya kutosha. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia kazi kubwa ambayo mwanaume Damaro anakwenda kuipiga dhidi ya Tanzania Prison. Huku namba 7 anakuwepo si mwingine bali ni Starboy Alan Okello. Mwalimu anaendelea kuweza kumpa nafasi kuonyesha kile ambacho iko nacho kwa wananchi Young Africans, bila kuweza kusahau namna gani ambavyo anatakiwa kuweza kurudi akiwa imara zaidi. Huku unazungumzia huyo si mwingine namba 8 anakuwepo Duke Abuya, moja kati ya viungo hatari kweli kweli kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Amekuwa na mwendelezo mzuri kweli kweli, namna ambavyo anapiga pasi zake vizuri, namna ambavyo anatengeneza mazingira ya kuweza kuhakikisha kwamba anakuwa katika ule ubora mkubwa kabisa ambao anaendelea kuwa nao kila siku. Kwa hiyo Duke Abuya atasimama kama namba 8 katika mchezo huu. Huku namba 9 anarudi si mwingine bali ni Prince Mpumelelo Dube, ameweza kurejea kwenye kikosi na mwalimu ameendelea kuweza kumpa nafasi. Kwa hiyo anaanza kwenye kikosi baada ya kukosekana katika michezo kadhaa, baada ya kuweza kupata jeraha lake. Sasa yupo kamili gado kuweza kuwavaa Tanzania Prison katika mchezo huu. Huku namba 11 hapa nazungumzia namba 10 anasimama si mwingine bali unazungumzia huyu ni Maxim Pia Nzengeli, akiendeleza kile ambacho yuko nacho. Kwa hiyo hakuna ubishi katika hili. Huku namba 11 anasimama Profesa Waboli Pacome Zouzoua, akiendeleza kile ambacho yuko nacho, ambacho kila mmoja anashuhudia namna gani amekuwa ni msaada mkubwa kwenye kikosi cha wananchi. Kwa hiyo wananchi Young Africans, hiki ndio kikosi chao kitakachoshuka dimbani kucheza mchezo wa raundi ya pili, ambapo watakutana dhidi ya Tanzania Prison. Majira yatakuwa ni saa 12 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo Young Africans wao ndio watakuwa wenyeji wa mchezo huo, wakiweza kualika Tanzania Prison Dar es Salaam Tanzania. Kwa hiyo weka macho na masikio yako kuweza kujua itakuwaje. Endelea kukaa na Wina Media kwa mwendelezo wa taarifa. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama